ule ujumbe ambao nimekuwa nikifundisha umekuwa ujumbe mrefu kiasi kwamba sikuwa nafikiri inaweza kuwa mrefu hivyo, ambao nimekuwa nikifundisha wa occupy until I come. Bwana asifiwe sana. Kuwa katika being in charge. Occupy ni kuwa katika, ni kuwa in charge, si kweli? Mpaka wakati ambao nitarudi. Haya ni maneno ya Yesu Kristo yeye mwenyewe alikuwa anapatiana, ikiwa para bwana fulani alipatia watu wake fedha, akawaambia kwamba wakaweze kumiliki hadi wakati ambao atakuja. Na tumekuwa tukiangalia Biblia katika Genesis chapter 1 verse number 28, mahali ambao Biblia inasema kwamba baada ya Mungu kumuumba mwanadamu aliwapatia uwezo, akaliwabariki. Na tukasema kwamba kubarikiwa ni kupatiwa uwezo wa kuweza kufaulu, ni kupatiwa nguvu za kufaulu. Genesis chapter 1 verse number 28. Na kwa hivyo Mungu akawa anaongea baada ya kuumba mwanadamu, akawaambia kwamba waweze kuwa, let them have, then God blessed them and God said to them, be fruitful and multiply. Jambo la kwanza, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. Kwa hivyo aliwaambia mambo matatu. Jambo la kwanza aliwabariki, mambo manne, jambo la pili akawaambia waweze kuzaa matunda na wakaweze kuongezeka, na jambo la tatu akawaambia ya kwamba wakaweze kuwa na utawala juu ya vitu zote ambazo Mungu ameziumba. Haleluya. Na kwa hivyo wapendwa, tukawa tunajiuliza na kuangalia mambo yale ambayo huwa yanafanya tusiweze kuishi katika huu utawala, katika hizi nguvu, katika zinazuia tuweze kuzaa matunda kama vile ambavyo Mungu angependa tuweze kufanyika, kulingana na vile ambavyo alizungumzia mwanadamu wakati ambao alimuumba. Na tukaona hata baada ya hicho kizazi kupita, kwa sababu alikimaliza kwa maji wakati wa Noa, Genesis chapter 9 mstari wa kwanza, alirudia haya maneno, kumaanisha kwamba kila wakati Mungu ameweka watu hapa duniani, inampendeza ama ni mapenzi yake wakaweze kutembea kwa utawala, wakaweze kuzaa matunda, wakaweze kuwa na dominion kwa vitu vyote ambazo Mungu ameziumba. Na kwa hivyo wapendwa, tukawa tunajiuliza, mbona basi maisha yetu haireflect kile ambacho Mungu anasema tuweze kufanyika? Na tukasema kwamba tukataja mambo mawili. Jumapili ya kwanza nikataja jambo moja, na Jumapili ya pili nikataja jambo lingine, na leo nataka kutaja jambo la tatu, kisha ninaamini ya kwamba tutakuwa tumemaliza. Bwana asifiwe sana. Jambo la kwanza nikasema ya kwamba Mungu hutafuta mtu ambaye ni mwaminifu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ndio ajionyeshe mwaminifu kwao na aweze kuwaaminia hata vitu mingi. Tukaangalia katika ule mfano ambaye yule Bwana alipatiana katika Luke chapter 19, kuanzia mstari wa 11, tutasoma kwa sababu ya wakati. Yule ambaye alipatiwa talanta 5 na mwingine akapewa 10 na mwingine 1. Yule ambaye alipewa 10 aliaminiwa miji 10 baada ya kuonekana ya kwamba ni mwaminifu. Na kwa hivyo fedha 10 tukaona ya kwamba hauwezi ukalinganisha na miji 10. Mtu amekuwa mwaminifu na fedha 10, lakini Mungu akamwaminia miji 10. Mtu amekuwa mwaminifu na fedha 5 ama 5,000, tunaweza kusema 5,000 siku ya leo ndio tuweze kuelewa, lakini Mungu akamwaminia miji 5. Na tukaona capacity yenye huwa katika mji. Tukasema kwamba kuna mtu ambaye alituambia Kenya tuko na miji 6. Kwa hivyo kama huyo mtu mwenye aliaminiwa miji 10 angekuwa hapa Kenya, ingebidi aongezewe za mataifa jirani, kwa sababu ya vile ambavyo alipatiwa ushawishi mkubwa, influence kubwa, kwa sababu ya kuwa mwaminifu. Kwa hivyo tukaona ya kwamba uaminifu unahitajika sana katika maisha ya kila mmoja wetu. Haleluya. Na kwa sababu ni kurudia, siwezi taki kuenda into details kwa sababu tuko na jambo ya siku ya leo. Jambo la pili tukasema kwamba ni kuwa waaminifu. Biblia inasema kwamba mkiwa waaminifu, if you are obedient, mtakula mema ya nchi. Bwana asifiwe sana. Na nikaweza pia kufundisha kinagaubaga juu ya kuwa waaminifu. Na siku ya leo nataka kuweza kutaja jambo la mwisho, na tutaweza kumalizia, ambao ni utakatifu, purity and prayer.
Wanasikia sana. Jambo la tatu ambalo litakusaidia kuwa na usawishi, kuwa fruitful, kutembea na baraka za Bwana ni purity, utakatifu na maombi. Mtu ambaye ni mtakatifu most of the time utapata ya kwamba ni mtu muombezi. Wanasikia sana. Na siku ya leo ukisoma Biblia katika Leviticus chapter 11 verse number 45, Leviticus chapter 11 verse 45, Mungu alikuwa anaongelesha Israeli. Anawaambia kwamba mimi ndiye Mungu ambaye aliwatoa kutoka Misri ili niwe Mungu wenu. Leviticus 11:45. Hallelujah. Kama kuna video unaweza kupitisha msaada tafadhali, kwa sababu ya wakati. I am the Lord who brings you out of Egypt to be your God. You shall therefore be holy, for I am holy. Anasema kwamba mimi ndiye Mungu ambaye niliwatoa Misri. Siku ya leo Misri tunaifananisha na ulimwengu. Mungu alikuokoa kutoka kwa dunia sababu akuwe mtu wake. Na anasema kwamba mimi Mungu basi ni mtakatifu, na kwa hivyo ninataka wewe uwe mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Mimi Mungu ni mtakatifu, kwa hivyo hata na wewe uwe mtakatifu. Na kwa hivyo kama tutatembea na attributes za Mungu kama vile ambavyo yeye alivyo, kama vile ambavyo alimuumba mwanadamu wa kwanza katika shamba la Edeni awe, lazima basi tuwe watakatifu. Na akarudia haya maneno katika 1 Peter chapter 5 chapter 1 kuanzia mstari wa 15. 1 Peter chapter 1 from verse number 15. Bali kama yeye aliyewaita alivyo mtakatifu, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Verse number 16. Because it is written, be holy, for I am holy. Bwana asifiwe sana. Iweni watakatifu kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Iweni watakatifu. Mtu yeyote ambaye atatembea katika dhambi, itakuwa ngumu sana kuweza kuoccupy maeneo yake ambayo Mungu amemwaminia. Lazima ni ya muhimu mtu awe mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu mnamuita Baba, verse number 17. Kwa sababu mnamuita Baba ahukumuye kila mtu kulingana na matendo yake pasipo upendeleo. Enendeni kwa hofu na kumcha Mungu wakati wenu wa kukaa hapa duniani kama wageni. Enendeni katika njia za kumcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Kama utakuwa na dominion hapa duniani, lazima basi uwe mtu mtakatifu. Wacha kila aina ya dhambi. Kila mtu anajua zile dhambi ambazo huwa kwa urahisi sana zinamuondoa katika wema wa Mungu. Na hii maisha ambayo tunaishi wapendwa, ninaweza nikakwambia ya kwamba it is more spiritual than it is physical. Hii maisha ni ya kiroho sana sana kuliko jinsi ambavyo ninaweza nikakuelezea. Kwa sababu kila kitu yenye unaona ikifanyika in the physical, kuna spirit ambayo inafanya ifanyike. Siku moja nilikuwa napitia jambo ngumu sana kwa maisha yangu, na nikiwa ninatembea nikielekea kwa stage, Mungu akaniongelesha kwa sauti, akaniambia kila kitu yenye unaona ikifanyika, there is a spirit behind. Bwana asifiwe sana. Ni kama Mungu alikuwa ananiambia ni deal na hiyo spirit, na hii jambo itaweza kuondoka. Unajua Mungu saa zingine anaongea kwa mafumbo. Na hivyo wapendwa, hata kama ni biashara unafanya ndio uweze kufanikiwa, lazima uelewe ya kwamba lazima ukue back na Roho Mtakatifu. Kama Mungu hata back hiyo biashara yako, ukipenda tafuta duka ya kwanza barabarani, haitafaulu. Lazima uwe mtakatifu ndio Mungu aweze kuwa pamoja na wewe. 2 Corinthians chapter 6 verse number 17, Paul akiongea alikuwa anaambia watu wa Korintho ya kwamba wakaweze kutoka miongoni mwa watu ambao ni wachafu. Come out from among them.
Hallelujah. 2 Corinthians chapter 2 verse number 16. 2 Corinthians chapter 6 verse 17. Sorry. 2 Corinthians chapter 6 verse number 17. Kwa hiyo tokeni miongoni mwao, 2 Corinthians 6:17 and 18. Tokeni miongoni mwao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguze kitu chochote kilicho najisi, nami nitawakaribisha. Mimi nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa wanangu na binti zangu, asema Bwana Mwenyezi. Haleluya. Tokeni miongoni mwao, jitenganishe na watu wabaya. Jitenganishe na kila aina ya dhambi ambayo kwa urahisi huwa inakuondoa katika wema wa Bwana. Kwa urahisi huwa inakudivert kutoka kwa Mungu. Jitenganishe na hao watu. Jitenganishe na hizo vitu. Na Mungu anasema kwamba ukishajitenganisha, ukishakuwa safi, Mungu atakupokea kama baba, kama uwe kama binti yake na ama mtoto wake. Atatupokea as sons and daughters. Lakini kwanza tujitenganishe. Kwanza tuache dhambi. Kwanza tuache mambo maovu. Na Mungu wakati anasema kwamba utakuwa daughter ama kama son kwake, ni kumaanisha kwamba ataprovide kila kitu. Siku ya leo ukiwa na vitu, Mungu amekubariki, na mtoto wako awe na hitaji, lazima utaprovide. Hata kabla hajakwambia, unamwangalia hivi, unaona kiatu imeinama, unaenda kwa duka kwa sababu uko na pesa, unamletea ingine. Hata yeye mwenyewe hakujua kama anahitaji kiatu, kwa sababu ni mtoto wako. Mungu anasema kwamba mkijitenganisha na uovu na dhambi za kila aina, ataweza kuprovide, ataweza kuwachukua nyinyi muwe kama watoto wake, binti na sons and daughters. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Na Timothy akiongeleshwa na Paul katika 2 Timothy chapter 2 verse number 19, ukisoma 2 Timothy chapter 2 verse 19, Biblia inasema kwamba msingi wa Bwana ulio dhabiti, lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama, ukiwa na muhuri wenye maandishi haya: Bwana anawajua walio wake. Tena kila alitajaye jina la Bwana na auache uovu. Mtu yeyote ambaye analitaja jina la Bwana, kama mimi na wewe, lazima tuache kila aina ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Lazima tuache kila aina ya uovu. Na verse number 20 inasema kwamba katika nyumba kubwa si kwamba kuna vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali pia vimo vyombo vya miti na vya udongo, vingine vya matumizi maalum na vingine vya matumizi ya kawaida. Na Biblia inasema kwamba katika verse number 21 ya kwamba ikiwa mtu amejitakasa na kujitenga na hayo niliyoyataja, atakuwa chombo maalum kilichotengwa na ambacho kinamfaa mwenye nyumba, kimeandikwa tayari, kinamfaa mwenye nyumba, kimeandaliwa tayari kwa kazi njema. Mtu yeyote ambaye atakuwa na uwezo wa kujitenga alafu ajitakase, Mungu anaweza kutumia mtu yeyote katika soko. Mungu anaweza kutumia mtu yeyote awe milionea, kwa sababu hata kazi ya Mungu huhitaji watu wawe na fedha ndio waweze kufanya. Nilikufundisha sometimes back katika Luke chapter 8 verse number 3, ama kuanzia mstari wa kwanza, ya kwamba kuna watu ambao walikuwa wanaitwa Suzana na Joana, ambao walikuwa wanafanya kazi katika nyumba ya Herode mfalme. Na hao watu kazi yao haikuwa kwenda door to door, ilikuwa ni kusupport Yesu Kristo, mission zake, wakati ambao walikuwa wanaenda kuhubiri from one city to the other city. Kwa hivyo kazi hii ya Mungu inahitaji fedha, inahitaji watu wawe na pesa kwa mfuko yao ndio waweze kuifanya. Na Mungu anaweza kuaminia mtu yeyote hizo fedha, lakini lazima kwanza ujitenge na ujitakase. Uwe mtu ambaye ni mtakatifu, uwe chombo ambacho ni cha dhamana, chombo ambacho kinaweza kutumika kwa ajili ya kazi iliyo bora ya mfalme. Lazima ujitenge. Mungu hataaminia vitu vyake mtu ambaye ni mchafu. Ataaminia vitu vyake mtu ambaye ni mtakatifu, kama jinsi yeye mwenyewe ni mtakatifu. If we shall occupy until he comes, then we must be holy. Lazima tuache kila aina ya uovu.
Mungu ni mtakatifu. Mungu ambaye tunaongea juu yake ni mtakatifu, na yeye mwenyewe hawezi akabadilika, atabakia kuwa mtakatifu. Na akisema kwamba sisi tuwe watakatifu, inawezekana tuwe watakatifu. Wakati Mungu anasema kwamba kuweni watakatifu, it is possible. Kuna mtu anaangalianga anasoma kwamba hii mambo yote inaendelea, unawezaje kutembea kwa utakatifu? Nimekuja kukwambia kwamba inawezekana. Hata Lot alikuwa, kila mtu amekuwa gay. Mahali ambao walikuwa naitwa Sodom, kila mtu ni gay. Mpaka malaika wa Mungu wanakuja kumtembelea. Wanaume wanawaona hawa malaika, walikuwa katika mwili, wanafikiria vile ambavyo watakuwa na wao. Lakini Lutu yeye mwenyewe alikuwa mtu mtakatifu. Unaweza kuwa mtu mtakatifu in the midst ya watu ambao ni waovu. Inawezekana. Kuna neema ya utakatifu. Titus chapter 2 verse number 11 mpaka 12 hapo inasema kwamba neema ya Mungu ambayo inaleta wokovu imefunuliwa wanadamu wote. Na hiyo neema huwa inatusaidia kukaa katika utakatifu katika hii maisha, ili tuweze kukaa katika kiasi na haki na utaua katika ulimwengu huu wa sasa. Kuna neema ya kukaa maisha matakatifu. Kama Mungu atatembea na wewe, kama utakuwa na ushawishi, kama utakuwa na dominion, lazima uwe mtu ambaye ni mtakatifu. Jitenge miongoni mwao. Come out from among them. Be separate. Touch not anything that is not clean. Hivyo ndio Biblia inasema. And I will receive you as my son and as my daughter. Hallelujah. Si Mungu atupatie neema ya kutembea katika utakatifu katika jina la Yesu Kristo. Ulimwengu huu wa sasa una mambo mengi sana ambayo inaashiria uovu, ambayo inatusukuma kufanya uovu. Siku hizi ukifungua social media yote, kila kitu ambayo unaona ina suggest uovu. Everything. Hata mtu mwenye ana advertise wembe ya kunywa ndevu kama hizi zangu. Unaona hana nguo na ni wembe ana advertise. Mtu mwenye ana advertise ni miguu ya gari, hana nguo. Ndio watu wakuwe attracted kuangalia ni nini ambacho wanasema. Kwa sababu dunia ina suggest uovu. Lakini katika dunia yenye inakaa hivyo, Mungu anatupatia neema ya kukataa kila aina ya dhambi. Bwana asifiwe sana. Na tukikataa dhambi, tukikataa kutembea kwa dhambi, Mungu atajionyesha mwenye nguvu kwa niaba yetu. Mungu atatutetea. Mungu atajionyesha kwamba yeye ni baba yetu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Psalms 24 ni chapter ambayo ninaipenda sana ya Biblia. Ukianzia kusoma kuanzia mstari wa 3, Psalms 24 from verse number 3. Nani awezaye kupanda mlima wa Bwana? Psalms 24 verse 3. Ni nani awezaye kupanda mlima wa Bwana? Ni nani awezaye kusimama patakatifu pake? Ni yule mwenye mikono safi na moyo mweupe, yule ambaye hakuinulia sanamu nafasi yake au kuapa kwa kitu cha uongo. Verse number 5. Huyo atapokea baraka kutoka kwa Bwana na hukumu ya haki kutoka kwa Mungu Mwokozi wake. Hiki ndicho kizazi cha wale wa utafutao uso wako, ewe Mungu wa Yakobo. Bwana asifiwe sana. Ni nani ambaye atakwea katika mlima wa Bwana? Ni yule ambaye mikono yake ni misafi. Ni yule ambaye hana roho mbaya, hana dhambi katika moyo wake. Wapendwa, kwa njia yoyote ile, chochote ambacho utahitaji kufanya, tafuta kuwa mtakatifu. Tafuta utakatifu kwa njia zote zile ambazo unaweza ukaupata. Hata kama ni watu ambao wanakuingizaga kwa dhambi, wako katika contact list yako, wale ambao umesave, wavute kabla tumalize ibada, alafu wa block. Una block kwanza alafu unavuta, ama unavuta ndio block. Wewe unajua ni gani inakujaga ya kwanza. Fanya hivyo. Kwa sababu afadhali ukosane na mtu kuliko kukosana na Mungu ambaye ndio ako na msaada wako, ambaye ndiye atakusaidia ukienda kuuza hizo nyanya zako zinunuliwe. Jana nikitoka kwa kesha, ni jana
jana. Nikitoka kwa kesha, ile gari yenye niliingia ya mwisho masaa ya 6 hivi, sikuwa bado nimefika, nilikuwa kwa gari. Na niliona mtu mama fulani ambaye anauza nini, lakini kwa kibanda yake alikuwa na maji anamwaga hivi akiongea maneno. Anamwaga akizunguka akiongea maneno. Hebu tu imagine ni nyanya ama sukuma alikuwa anataka kuweka hapo. Alafu na wewe ukuje ambaye uko na dhambi, umebeba dhambi nyingi. Na hutaki kutubu. Unajua kutubu ni nini? Kutubu si kuambia Mungu nisamehe peke yake, yaishi hapo. Kutubu ni kuambia Mungu nisamehe, alafu unawacha kile ambacho Mungu alikuwa au kile ambacho ulikuwa unatubu. Kama ni kudanganya, unaambia Mungu nisamehe nidanganya, lakini unawacha kudanganya. Hiyo ndio inaitwa kutubu. Lakini kusema kwamba nisamehe, alafu hiyo dakika nyingine unaendelea kudanganya, wewe ni mchezo uko nayo. Kwa hivyo niliona mama anamwaga maji na anazungumza maneno. Na nikajua ya kwamba sijui kama watu wengine walimuona masaa ya saa 12. Nikajua kwamba huyo ana peace miungu yake. Na kama kuna mtu ambaye ni jirani yake mwenye anauza the same thing na kile ambacho anauza, hata uza kitu yote. Kwa sababu huyo ametangulia ni kuhani. Ametangulia kwa nguvu za giza. Kwa hivyo utakuwa unaona watu wanapita nyanya zako na si kwamba zimekuliwa na wadudu, ziko tu sawa. Wanaenda kununua hizo za huyo mwingine. Unaona mtu anapita nguo zako na ziko tu nzuri, anaenda kununua za huyo mwingine. Hata huyo mtu ukimuuliza mbona umepita, anakwambia hata yeye hajui. Kuna wakati ambao nilikuwa natafuta kinyozi mahali nitanyolewa, na nikatafuta kinyozi, nikawa natafuta kinyozi na nikaona moja nikaingia. Wakati ambao nilikuwa natoka nikaona vinyozi zingine mingi, nikashindwa na kwani hizi vinyozi zilikuwa wapi? Kwa sababu nilikuwa natafuta, kwa sababu niliona zingine zinakaa vizuri kuliko yenye nimenyolewa. Lakini nimenyolewa na nimeacha line hapo. Na hawa wamekaa. Hizi mambo zote zenye zinafanyika duniani hii ni spiritual kwanza, ndio zikuwe physical. Unaona mtu anauza vitu online, hana duka, anauzia kwa nyumba tu. Lakini watu wananunua na wanamtumia pesa na hawamjui. Unafikiri tu ni pesa tu wanamtumia? Unafikiri tu ni simu alinunua nzuri yenye iko na kamera na taa na round hivi, ndio maana watu wananunua? Hapana. Kuna mahali ambao wameenda, kuna nguvu ambazo zinabaki kile ambacho wanafanya. Kumbuka ya kwamba shetani is the queen. Ni queen ama the prince of the air. Kitu yote yenye inafanyika kwa hewa, hata hii kuhubiri tunahubiri hewani. Ndio maana unaweza kuona ya kwamba hata tukistreamline mahubiri, hata wewe mwenyewe na mshirika wa hapa unasikia ngumu kucomment kwa hiyo mahubiri, unasikia vigumu. Lakini unaweza comment kwa comedian rahisi bila shida. Unasikia ngumu kuchukua hiyo mahubiri ushare, lakini unaweza ukashare comedian kwa sababu hii kila mtu anacheka anafurahia. Lakini mahubiri kwa sababu inaongea juu ya Mungu unasikia ngumu. Hata kulike peke yake unasikia kuna ugumu na unapita tu. Si ati ni vile ambavyo uko mbaya, ni kwa sababu kuna mwenyewe katika hii maeneo ya media. Lazima tutembee kwa utakatifu ndio tuweze kuattract Mungu kwa kile ambacho tunafanya, kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Hata wewe mwenyewe ukiona mtu ambaye ni wa aina yako, mtu mwenye anapenda kile unapenda, mtu mwenye anaongeanga mambo yenye unataka kusikia, unapataka kwamba umekuwa attracted kwa huyo mtu. Unasema kwamba nimepata rafiki. Mungu na yeye akiona kwamba unakataa uovu, unakataa dhambi, unakashifu dhambi, anafanyika rafiki wako, unakuwa magnet, unavuta Mungu. Na ukiwa na Mungu, hata mtu akuwe na vinyago, hata akuwe ameweka chura ama nyoka chini ya mkeka mahali anauzia, hakuna kitu atakufanyia. Hakuna kitu itakufanyia, haitakudhuru. Yesu Kristo alisema yeye mwenyewe ya kwamba utakunywa sumu. Alisema ni sumu, lakini haitakudhuru. Bwana asifiwe sana. Sio kila mtu mwenye hata dhuruliwa na sumu. Unaelewa hilo? Ni yule mtu ambaye ni mtakatifu, ambaye amebeba Mungu, amejaa Mungu. Huyo ndio hata haitamdhuru. Ukitaka kujua ya kwamba ni hivyo, enda ujaribu kukunywa sumu, poison ile. Uone vile ambavyo itafanyika. Lakini usikunywe. Tukaibu kunywa sumu. Bwana asifiwe sana.
Lakini ukiwa umejaa Mungu, alikuwa anamaanisha kwamba mambo maovu itakuwa ndio, lakini haitakuaffect. Bwana asifiwe sana. Paulo alikuwa anasema kwamba 1 Corinthians chapter 9 verse number 27 ya kwamba anapiga mwili wake, anauleta into subjection, anaunyenyekesha mwili wake, anaupiga ili asije akakataliwa, ahubirie wengine wakubalike na yeye mwenyewe aweze kukataliwa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na kwa hivyo wapendwa, ni ya muhimu sana kila mmoja wetu. 1 Corinthians chapter 9 verse number 27, bali na utesa mwili wangu na kuutumikisha ili nikiisha kuwahubiria wengine mimi nisiwe mtu wa kukataliwa. I beat my body. Je, wewe unanyenyekesha mwili wako kwa njia gani? Na njia moja ya kunyenyekesha mwili ni kuutiisha. Angalia kile ambacho unaona na macho yako. Control what you watch. Mimi kwetu nyumbani, kila mtu anakuwa na ile kitu yenye anapenda kuangalia. Wanacheza sana. Na mimi siwezi nikakaa chini niangalie movie ya watu wa Nigeria wakiact. Ati nikae hapo nikiwaangalia masaa mawili. Siwezi nikafanya hivi. Wanacheza sana. Hata news huwa zinanichokesha dakika za kwanza 10. Nikiona ni kama kuna kitu yenye ni ya muhimu, ninaendelea kuangalia. Kama hakuna na wachana nayo. Ile kitu yenye unaangalia na macho i-control sana. Anzia hapo. Kwa sababu ile kitu yenye umeangalia na macho ni gate to your soul. Na nilikwambia kwamba soul yako haikuumbwa, ilifanywa. Yaani Mungu, Biblia ilikuwa inasema kwamba katika Genesis chapter 2 verse number 7 ya kwamba baada ya kumuumba mwanadamu alimpulizia katika mapua yake and he became a living soul. Ukaanza kuishi. So your soul inakuwa manipulated na kile unaona na kile unasikia. Kile unaona na kile unasikia, baada ya muda mchache utaanza kujimanifest. Hata ukiona video ukiwa umejifunika na blanketi, ndani ya blanketi, kwa sababu hutaki watu wengine wajue una watch, baada ya muda mchache utamanifest huku nje kile ambacho uliona ndani ya blanketi, kwa sababu unalisha nafsi yako na hiyo vitu, na with time utaanza kuzimanifest. Utaanza kutamani kufanya kile ambacho uliona. Kwa hivyo chunga sana, nyenyekesha. Paulo alikuwa anasema kwamba I beat my body, ninapiga mwili wako, ninaunyenyekesha ili mimi mwenyewe, kwa sababu Mungu ni mtakatifu, nisije nikazuiliwa na wengine wale ambao nilihubiria mambo ya utakatifu wa kubariki. Hata mimi ninanyenyekesha mwili wangu. Si kwamba naweza chukia kuona movie, lakini kama movie haiendi pande yenye mimi ninaenda, hakuna haja ya kuiona. Kile ambacho unaona, kile ambacho unasikia, unafanyika hicho. 1 John chapter 3 nafikiri verse 2 inasema kwamba hatujui jinsi ambavyo tutakavyofanana, lakini tutakapomuona Kristo Yesu tutafanana na yeye. Tukimuona tutafanana. Kuona kwanza. Ndio maana hata nyimbo ukisikiliza, nimekufundisha mara nyingi, ukisikiliza nyimbo za dunia, hata kama umepakwa mafuta namna gani na umejazwa na Roho Mtakatifu, usikilize wimbo ya dunia, iimbe mpaka imalize. Mpaka usikilize zile za mwisho beats zinaitwa instruments. Usikilize mpaka instruments zote zicheze zimalize. Ikishamaliza kucheza, baada ya dakika 2 utajipata unaimba hiyo hiyo. Kwa sababu ndio ulisikiliza, umelisha nafsi yako. Ndio nafsi yako inajaribu kuexercise kile ambacho ulisikiliza. Kwa hivyo kitu ya kwanza, mahali ambao unaanzia kwa utakatifu, ni kile ambacho unaona na kile ambacho unasikia. Kile ambacho unalisha nafsi yako nayo. Kama marafiki wako wanaongeanga tu mambo ya dhambi, jitenge na wao, kama vile neno limesema. Jitenge, jitakase, na utafanyika chombo ambacho ni bora, ambacho kinaweza kutumiwa na mfalme. Jitenge, jitakase. Ninakuombea neema ya kujitenga na kujitakasa. Afadhali ukose rafiki hata moja, lakini Mungu awe rafiki yako. Bwana sifa sana. Kama mimi sinanga marafiki wengi na bado ninasabai. Mimi sio perfect. Ninajaribu kupiga mwili wangu na kunyenyekesha, kwa sababu ninajua mimi ni mdhaifu. Ukishajua wewe ni mdhaifu, unajaribu sana kupiga mwili wako. Unajaribu sana kuutesa huu mwili, kwa sababu huu mwili uko hapa tu kwa muda. Hata kama tutaishi hapa duniani miaka 100, tutaondoka. Na tukienda mahali ambao tutaenda, tutaishi milele na milele, miaka maelfu na maelfu. Na unajua huu mwili ni hema
ambayo imekuhost. Ndio maana mtu akifa unasikia watu wakisema kwamba alienda. Lakini in the real sense huyo mwili yuko moja. Lakini tunasema kwamba alienda kwa sababu alienda mahali ambapo alitoka. Hii hema imeshindwa kukuhold, kukuhost. Ndio maana umerudi mahali ambapo ulitoka. Sasa hapo ukirudi utaenda wapi? Ni kuzimu milele ama ni kwa Mungu? Tunapoongea mambo ya kunawili kuwa na dominion hapa duniani, ni vizuri kuwa pia na mind ya eternity. Kwa sababu maisha ambayo ni marefu sana ni yale ambayo tutaenda kuishi baada ya haya maisha. Si Mungu atupatie neema ya kuacha kila aina ya dhambi katika jina la Yesu Kristo. Katika hii kanisa Mungu aachilie neema ya kwamba kila mmoja wetu tutatembea kwa utakatifu. Tutatembea kwa kuhofu Mungu na kumuogopa. Tutatembea kwa njia ambazo ni za utakatifu ndio tuweze kumpendeza Mungu, ili Mungu aweze kuwa pamoja nasi. Kwa sababu Mungu akiwa pamoja nasi, Biblia inasema kwamba hakuna ambaye anaweza kuwa kinyume nasi. Bwana asifiwe sana. Israeli ile kitu ambao walikuwa nayo peke yao, Israeli ni mfano wa kanisa. Ile kitu yenye walikuwa nayo ambayo ni ya kipekee ni uwepo wa Mungu. Na wakiwa tu na uwepo wa Mungu peke yake, waliweza kushinda mataifa ambayo ilikuwa na watu majitu ya watu wenye nilikwambia wenye miraba minne, watu ambao nilikwambia walikuwa wameimarika, wana serikali ambazo zimeimarika, na hao ni watu ambao wametoka mateka ya miaka 430, wanakuja na wanawashinda. Watu walikuwa nasikia kwamba Israeli inapitia kwa taifa leo, wanatetemeka, wanaogopa, kwa sababu tu walikuwa na uwepo wa Mungu, kwa sababu hawakuwa wamefanya dhambi. Wakati ambao walifanya dhambi walitawanyika. Ukitembea katika utakatifu, Mungu atakupigania, Mungu atakutangulia, hata hautaomba maombi mengine. Wakati ambao Bara alikuwa anajaribu kuwalaani, Biblia inasema kwamba badala ya kuwalaani alikuwa anawabariki. Israeli hawako wanaomba, wanasema kwamba hakuna laana juu yetu, hatutalaaniwa, tunakapiga laana zote katika ulimwengu wa tunapana. Walikuwa wanatembea jangwani wakikula kweli, nyama ya kweli na kunywa maji. Lakini mtu wako katika madhabahu anajaribu kuwalaani, laana inarudi na Mungu anaibadilisha inakuwa baraka. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao. Ukikaa kwa utakatifu, hata kama ni switi utauza, Mungu ako pamoja na wewe, lazima utanawiri. Ukikataa dhambi, uta-attract Mungu katika maisha yako. Na ukiwa na Mungu, hakuna kitu ambayo hawezi kufaulu kwake. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuuzia online na unauza kuliko mtu mwenye ako na moyo. Kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe. Kwa sababu ulikataa kila aina ya uovu. Si Mungu anisaidie katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na ile kitu ambayo ilinishangaza, sijui kama ushawahi kusoma hii maandiko ambayo imeandikwa katika 2 Corinthians chapter 11 verse number 25. Paul alikuwa anaongea 2 Corinthians chapter 11 verse 25. Mara 3 nilichapwa kwa fimbo, mara 1 nilipigwa kwa mawe, mara 3 nimevunjikiwa na meli, nimekaa kilindini usiku kucha na mchana kutwa. Paul alikuwa anajaribu kuhadithia watu mambo yale ambayo amepatana nayo, mateso kwa ajili ya Kristo. Najua siku hizi sijui kama kuna watu ambao wanaweza kustahimili mambo yale ambayo mitume walistahimili. Sijui kama tunaweza kupata Matthias wa siku ya leo. Unasikia sana. Sasa hivi ukiingia mtu hapa na bunduki, aseme ya kwamba kama hautamkana Yesu unakufa leo. Minister, unaona? Utasema uguawe, uache katoto kako na wale wengine wakubwa, ama utasema Yesu ni Bwana? Leo unaona namna gani? Oh, hiyo usijibu. Wewe tukaa tu na so Paul alikuwa anaelezea mambo yale ambayo amepatana nayo kwa ajili ya Yesu. Na akasema kwamba kuna wakati ambao niliwekwa kwa bahari, nikakaa baharini siku 1.5 chini ya maji. Na nikawa ninajiuliza, mtu anawezaje kukaa chini ya maji siku mzima? Unajua siku iko na masaa mangapi? Si unajua? Iko na ngapi? 24 hours na nusu, 12 hours. Amewekwa chini ya maji, labda alikuwa amefunguliwa kijiwe,
akatupwa na huko ndio sasa akufe na akuwe na samaki, lakini hakufa. Maybe alimanage kujifungua kijiwe na akatokea. Na nilipokuja kuelewa ya kwamba Paul alikuwa amejitakasa, alikuwa amejitenga na mambo ya dunia kiasi kwamba akafanyika kama Adam, vile ambavyo nilikwambia Adam alineni wanyama wa baharini. Angeingia kwa maji na anatokea pande ile nyingine. Paul aliingia kwa maji, akawachwa siku na nusu, siku mzima na hakufa. Alikuwa anapigwa na mob justice na hakufa. Watu wanampiga na mawe, wanafikiria amekufa. Akiangalia kinjaro aona wameenda, anaamka anafanya mawe hivi. Anaambia wale wenye walikuwa na wao twende kwa huu mji mwingine. Hao hataki injili. Hata si hospitali, anaenda kwa mji huo mwingine. Paul alikuwa amemaster utakatifu, amejitenga, amejitakasa. Mungu amemfunika na utukufu wake kiasi kwamba watu hawangeweza kumuua, maji haingemuua. Wapendwa, kama tunaweza kumaster utakatifu, tuwe watu watakatifu, hakuna kitu ambacho hatutaweza kufanya hapa duniani. Hakuna kitu ambacho hatutaweza kuachieve hapa duniani. Hakuna biashara ambayo utaiweka ambayo Mungu hata kupigania. Mimi nimekwambia mara nyingi ya kwamba mimi sio mkamilifu. Ninajaribu kujifundisha njia za Mungu, lakini huwa ninaona Mungu akinipigania kwa mambo mengi. Hata kazi yenye huwa ninafanya, kuna watu ambao wanaifanya na mitishamba na nguvu za giza. Bwana asifiwe sana. Lakini nimeona nikiimagine kuwa better than them. Sio kwa sababu mimi ni mzuri, lakini ninajaribu. Si hata wewe uende ujaribu. Si ujaribu kuachana na dhambi. Si ujaribu kuachana na mambo mabaya. Si ujaribu, mara nyingi huwa ninajaribiwa sana kufanya dhambi. Mara nyingi sana. Mingi kuliko venye ninaweza nikakuelezea. Lakini kwa neema ya Mungu huwa ninatoroka. Huwa ninaponyoka. Kwa sababu ninajua vile ambavyo dhambi inaweza ikafanyia mtu. Mungu atupatie neema ya kutembea katika utakatifu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu tukitembea kwa utakatifu, tutamvuta Mungu katika maisha yetu. Na Mungu akiwa nasi, haijalishi ni nani ambaye ako kinyume nasi. Haijalishi ni nani ambaye ako kinyume nasi. Lazima tutashinda haya maisha. Hallelujah. John chapter 14 verse number 30, nilikuwa nasoma hii maandiko ambayo Yesu Kristo alikuwa anaongea. John 14:30. Akasema kwamba mkuu wa hii dunia anakuja, lakini hatapata jambo lolote kwangu. Alikuwa karibu sana kusulubishwa. Akasema kwamba mkuu wa hii dunia anakuja na hata nipata na madoadoa ya aina yote. Hata niweza yani. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu Yesu Kristo hata kama aliishi hapa duniani like 100% human, hakufanya dhambi siku hata moja. Shetani alimjaribu katika Matthew chapter 4, akampeleka baada ya Yesu kufunga siku 40, akamchukua at once, nafikiri ilikuwa katika kiroho, akamwonyesha utukufu wa dunia mzima. Akamwambia kwamba huu utukufu nilipewa. Alipewa na nani? Na Adam, wakati ambao waliasi katika shamba la Edeni. Akamwambia kwamba hizi vitu zote nilipatiwa na ukiniabudu nitakupatia. Na Yesu akaweza kushinda ile jaribu. Biblia inasema kwamba alimwacha for an opportune time, akagojea wakati mwingine. Na sasa Yesu Kristo hapa alikuwa anaongea, anasema kwamba huyo yeye ambaye na ni mkuu wa hii dunia, Shetani, anakuja kwangu, lakini hatapata chochote. Ni watu wangapi siku ya leo? Ni Wakristo wangapi siku ya leo ambao wanaweza wakasema kwamba Shetani hawezi akanihukumu kwa kitu yote, hata nipata mahali popote? Mungu analyze maisha yangu, Shetani hawezi kunipata mahali popote. Ni watu wangapi wanaweza kusema hivyo? Mungu atupatie neema katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Ndio maana unaona tunaongea sana, lakini matokeo ni kidogo. Tunaenda kuhubiri, lakini hakuna nguvu ambazo huwa zina convince watu kubadilika. Mungu atusaidie. Mark chapter 3 verse number 27 na Matthew chapter 12 verse number 29, kwa sababu ya wale ambao tunaandika. Mark 3:27
and Matthew chapter 12 verse number 29 zinasema kitu moja. Na Yesu Kristo alikuwa anaongea, akasema kwamba hakuna mtu ambaye anaweza kuingia kwa nyumba ya mtu karara, mtu mwenye nguvu, na achukue vitu vyake pasipo kwanza amfunge, kisha achukue vitu vyake. Hauwezi kunawiri katika hii dunia kama hauna nguvu. Na hizo nguvu, mpendwa, utazipata katika utakatifu. Chochote ambacho unaona na unakitamani, biashara nzuri, kazi nzuri, kuajiriwa, ama kitu yote yenye unatamani, iko na mwenyewe. Na kama utaipata, lazima uwe na nguvu kuliko huyo mwenyewe mwenye ako naye, ndio uweze kuiattract. Na hizo nguvu, mpendwa, ni wakati tu utakaa maisha ya utakatifu, uattract Mungu yeye mwenyewe katika maisha yako ili uweze kuzipata. Kuna nguvu peke yake ambazo huwa zinakuja kwa mtu ambaye ni mtakatifu. Anaweza kuwa hata hafanyangi vitu nyingi sana, lakini kwa ile tu kukata kauli ya kwamba mimi nitakuwa mtu mtakatifu, una attract a certain kind of power. Sijui kama ulisoma juu ya Joseph. Ukisoma Genesis chapter 39 kuanzia mstari wa 9. Hallelujah. Na hata kabla tujasoma juu ya Joseph, Yesu alikuwa anasema kwamba Yesu Kristo Bwana wetu na Mwokozi wetu katika John chapter 15 verse number 3 ya kwamba you are already clean. John 15 verse 3, you are already clean because of the words which I have spoken to you. Abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. Yesu alikuwa anaambia watu ya kwamba mmefanywa kuwa wasafi kwa sababu ya maneno yenye huwa ninawazungumzia. Mimi mwenyewe ni mtakatifu, na yale maneno yenye ninazungumza imewafanya nyinyi mmekuwa wasafi. Na mkikaa ndani yangu kwa huo usafi, mtaweza kuzaa matunda mengi. Bwana asifiwe sana. Na ukitoka ndani yangu, ukiondolewa na dhambi kwa Kristo, akasema kwamba hauwezi ukafanya jambo lolote. Hauwezi ukafanikiwa mahali popote. Utazidi tu kung'ang'ana. Badala ya kung'ang'ana sana, badala ya kukopa pesa ati ni capital unatafuta kufanya biashara, anzia na yenye uko nayo, lakini tafuta utakatifu. Uone vile Mungu atakubariki. Kuna watu ambao walichukua loan wafanya biashara, loan na biashara ikaisha na wakabaki wakilipa loan. Wengine wakachotwa hata ile asset yenye walikuwa wapatiana kama security. Unaweza kuanza tu na pesa kidogo yenye uko nayo, lakini utafute Mungu, uattract Mungu kwa hiyo biashara kwa njia ya utakatifu. Uone vile ambavyo Mungu atakubariki. Bwana asifiwe sana. Yesu Kristo alikaa hapa duniani kwa ushindi mkubwa kama mwanadamu kwa sababu alikuwa bila dhambi. Hata watu wale ambao walikuja kumshika katika John chapter 18 verse 4 and 5, John 18 verse 4 and verse 5, andika tu. Watu wale ambao walikuja kumshika, walikuja wakawapata na wafunzi wake. Na Yesu Kristo akawaona, akawauliza, mnatafuta nani? Na wakasema kwamba tunatafuta Yesu wa Nazareti. Na akawaambia kwamba mimi ndiye. Wakati ambao waliwaambia yeye ndiye, vile sema kwamba walirudi nyuma wakaanguka chini wote. Akawauliza tena, mnatafuta nani? Wakamwambia tunatafuta Yesu wa Nazareti. Akawaambia ni mimi. Wakarudi nyuma wakaanguka chini kwa sababu walikuwa wamebeba nguvu. Alikuwa Mungu mtakatifu. Alikuwa mwanadamu 100%. Hapa duniani angesikia njaa, angekwazika, angeosikia hofu, angeona hofu, angeogopa kwa sababu alikuwa mwanadamu. Lakini mwanadamu ambaye amekataa kila aina ya dhambi. Maadui wakija, anawaongelesha hata bila kuwakemea, wanaanguka chini. Ukitembea kwa utakatifu, kuna nguvu ambazo zitakuwa juu yako ambazo utaziattract. Maadui zako wakikuona hata bila kuongea, wanaingia kwa shida, wanakuwa kwa shida kwa sababu wewe ni mtu ambaye unamhofu Mungu. Mungu atupatie neema kwa hii madhabahu ya kwamba tutatembea katika utakatifu katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Now we can read about Joseph. Genesis 39
verse number 7. Naona kama imerejea. Baada ya kitambo mke wa Potifa akatamani Yosefu. Genesis 39 verse number 7. Lakini Yosefu, mstari wa 8, akakataa. Akamwambia yule mwanamke, mimi nikiwa katika uongozi, bwana wangu hahusiki na kitu chochote katika nyumba hii. Kila kitu alichonacho amenikabidhi. Verse number 9. Hapa nyumbani hakuna aliye mkuu kuliko mimi. Bwana wangu hakunizuilia kitu chochote isipokuwa wewe, kwa kuwa wewe ni mke wake. Nitawezaje basi kufanya uovu na kutenda dhambi dhidi ya Mungu? Bwana asifiwe sana. Version zingine zinasema kwamba nitawezaje basi kufanya dhambi na nimkosee Mungu wangu. Siku hizi vijana wanakataa kufanya dhambi kwa sababu hawajaiona. Huyo alikuwa ni kijana mdogo ambaye aliuzwa na ndugu zake. Akauzwa, akapelekwa nchi ya Misri. Na mahali ambao aliuzwa, akauzwa tena. Najua siku hizi ni kama watu walikuwa wanauzwa kama mboga. Slaves wanapelekwa sokoni, unachagua yule ambaye unataka. Ukiona kama wewe kazi yako ni ya kujenga, unatafuta yule ambaye unaona ni kama ako na misuli vizuri, unasema niuzie, niendelee. Unauziwa, uende ukampatie kazi. Ni mfano ninapatiana. So Joseph aliuzwa alafu akauzwa tena. Sasa akauzwa kwa mfalme. Na mke wa mfalme akawa anamwangalia kwa jicho. Na wakati mwingine nilikuwa naongelesha vijana mahali kwa semina. Na nikawasomea hii maandiko, nikawauliza siku hizi ama nyinyi wenye tuko hapa, kama ungekuwa katika hiki kiatu cha Joseph, je, ungefaulu? Nataka nikawaambia kuweni honest, semeni ukweli. Kuna mtu mwenye angefaulu kwa hiyo temptation? Na wote vijana wengi, hakuna mtu mwenye alisema kwamba angekataa. Wote walisema wange compromise. Wote. Bwana sifiwe. Hakuna mwenye alisema kwamba mimi ningekataa. Kwa sababu niliwaelezea, huyu ni mke, wewe umeuzwa na ndugu zako. Kwanza unajua uko na bitterness. Sababu ndugu zako na hakuna kitu ulifanya, walikuuza, walipeka kwa shimo. Baada ya kuona kwa shimo ni kama wamekosea, mmoja akarudi akamtoa kwa shimo, akaona Waismaeli wakipita, akasema wacha tumuuzie hawa Waismaeli. Wakamuuza pesa, wakaeka kwa mfuko na akaenda na yeye. Kwa hivyo Joseph akaikuwa bitter kwa sababu ndugu yake walimuuza. Baada ya kuuzwa, akauzwa tena. Alafu huyu ni mama ambaye ni mke wa mfalme. Just imagine. Mke wa president. Si governor, hata CMP, hata CMCA, mke wa president. Amemwambia anakaa vizuri. Na anataka yeye. Na bado anakataa. Wengine kwa sababu ya bitterness, kwa sababu ya kujilipishia kisasi, kwa sababu ya ya kusema ya kwamba si waliniuza, wakafikiria nitakuja kuteseka. Sasa mimi niko na mke wa mfalme. Kwa hivyo mimi nimeingia kwa hiyo kiwango ya kifalme sasa. Wengi ndio compromise. Lakini Joseph alisema siwezi nikafanya jambo hili. How then can I do this great wickedness and sin against my God? Na kuombea neema ya kukataa dhambi kiasi hiki. Joseph alisema kwamba siwezi nikamkosea Mungu wangu. Hata kama watu walinichukia, wakaniuza, wakanitupanisha, wakasema kwamba mimi sio wa maana, mimi ni wa bure, wakaniuza kama mtumwa, na hakuna kitu ambacho nilikuwa nimefanya, bado sitamkosea Mungu wangu. Mungu wangu amekuwa pamoja na mimi. Bwana asifiwe sana. Sitamkwaza Mungu wangu, sitamkosea. Sikuwe na watu ambao watasema kwamba sitamkosea Mungu wangu. Afadhali nikufe kama nikufa. Afadhali niangamie kama nikuangamia, lakini sitafanya dhambi kinyume na Mungu wangu. I will not sin against my God. Bwana asifiwe sana. Unafikiria Mungu akiona mtu amesema kwamba amepata opportunity kama hiyo, lakini kwa sababu yake anasema sitafanya dhambi, afadhali kwenda vile tutaenda. Unafikiri Mungu ataacha huyo mtu? Hawezi akakuacha. Ni sisi tu huwa tunakuwa waovu, lakini Mungu hawezi akaacha mtu kama huyo. Ukisoma verse number 21, Genesis 39:21, Biblia inasema kwamba the Lord was with Joseph and he showed him mercy
and he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Mungu alikuwa pamoja na Yosefu, akampatia, akamuonea huruma na akampatia favor. Ukikaa kwa utakatifu, Mungu atakuonyesha favor yake. Bwana asifiwe sana. Ukitaka kuona favor ya Mungu kwa kiwango cha juu, kaa katika utakatifu. Kataa dhambi, uone vile ambavyo uta attract favor. Favor na grace ni kitu kimoja. Joseph alitupwa gerezani kwa miaka 2 kwa sababu mke wa mfalme wa Potifa aliweza kuchukua koti yake wakati ambao alikuwa anakimbia nje akitorokea dhambi. Unajua dhambi zingine ni za kutorokea. Bwana asifiwe sana. Akaacha koti na mke wa mfalme akamsingizia ya kwamba alikuwa anataka kumshika kwa nguvu. Na kwa hivyo Joseph akachukuliwa akaekwa gerezani. Miaka mingapi? Miaka 2. Lakini hata gerezani Mungu alikuwa pamoja na yeye. Mungu alimpatia favor. Biblia inasema kwamba alifanywa mkubwa huko kwa gereza. Kwa gereza bado Joseph alikuwa mtawala, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na yeye. Naye msimamo wa Joseph ni ya kwamba sitamfanyia Mungu dhambi. Ninakuombea kwamba huwe msimamo wako kutoka siku ya leo, ya kwamba sitamfanyia Mungu dhambi. I will not sin against my God. Bwana asifiwe sana. Na Psalmist akiongea katika Psalms 105 kuanzia mstari wa 17 anasema kwamba Mungu alituma mtu mbele zao, hata Yosefu. Biblia inasema kwamba walimuumiza miguu yake kwa chuma, wakamfunga shingo yake kwa minyororo. Neno la Bwana lilimjaribu mpaka wakati ambao neno lake lilipotimia. Mfalme akatumana aende afunguliwe. Mfalme, mtawala wa watu, akamweka huru. Na Biblia inasema kwamba akamweka juu ya vitu vyake vyote na juu ya mali yake yote, awafunge wazee wake apendavyo na awafundishe wazee wake hekima. Psalms 105 kuanzia verse number 17 mpaka verse number 22. Mtu ambaye ametoka gerezani amepata ustadi wa kufundisha watu hekima, wazee, senators wa mfalme. Mtu ambaye ametoka kwa gereza miaka 2 amepata uwezo, amepata hekima ya kufundisha viongozi wa mfalme. Ni vizuri kusoma theology, ni vizuri kwenda shule kusoma, ni vizuri kuwa na degree ama cheti kingine chochote kile, lakini ni vizuri zaidi kuwa na utakatifu uongezee juu ya hizo certificate, ndio uwe na hekima ya kiungu. Kwa sababu mtu ambaye ni mtakatifu, Mungu anampachika na hekima yake. Joseph alitoka gerezani akaenda kufundisha wazee wa mfalme hekima. Verse number 17, verse number 22. Sorry. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Anawafundisha hekima kwa sababu alikataa dhambi. Joseph, Biblia inasema kwamba alipotoka akatokea kwa mfalme, alifanyika wa pili kwa utawala. Hata Potifa hakuwa wa kiwango chake, yule mwenye alikuwa anamweka kwa shida, alifanyika wa pili katika utawala. Mfalme hakushughulika na kitu kingine chochote. Alisema kwamba ni katika tu utawala nitakuwa juu yako, lakini mambo mengine yote. Kwa hivyo hata Potifa alikuwa chini yake. Ukikataa dhambi, Mungu anakuinua juu ya maadui zako. Mungu anakuheshimisha. Alizungushwa mtu mwenye alikuwa hukumiwe kifo, alizungushwa taifa mzima kwa farasi ya mfalme, watu wakionyeshwa ya kwamba sasa huyu ndiye atakuwa anatutawala, kwa sababu ya kukataa dhambi. Wapendwa, kama Joseph angecompromise, angefanywa na mke wa Potifa head boy wa nyumba, asimamie wale wengine ambao wanafanya kazi kwa mfalme. Unajua kwa mfalme kuna wafanyikazi wengi, kwa sababu ya kukubaliana na makubaliano ya mama. Maybe Joseph angefanywa head boy wa wafanyikazi wale wengine, prefect, kwa kuangalia mkubwa wao, na maybe aongezewe mshahara kama ilikuwa. Lakini Mungu alikuwa na mpango wa kumfanya prime minister wa Egypt nzima, na Mungu akaokoa Israeli watu wake kupitia kwa Joseph. Alituma mtu mbele zao, hata Yosefu. Bwana asifiwe sana. Je, Mungu anaweza kupata mtu wa kutuma siku ya leo? Amtume mbele yetu ili atuweze kutuhifadhia, aweze kuhifadhi kizazi kwa ajili ya utakatifu. Mungu anaweza kupata mtu ambaye atasema kwamba huyu ninaweza nikamtuma kwa sababu ninajua huyu hawezi akacompromise, ni mtu mtakatifu.
Mungu anaweza kupata mtu ambaye anajua ya kwamba huyu nikimwaminia utajiri wa agano, utajiri wangu, atakuwa mwaminifu kwa sababu yeye ni mtakatifu, hata oa mke wa pili. Ama kama ni mwanamke, hata tafuta kijana kama mke wa Potifa. Lakini atatembea kwa utakatifu, ataniheshimisha ya kwamba kuna mtu ambaye ni tajiri sana lakini anapenda Mungu. Lakini utampata akiomba, akilia machozi, akipiga magoti yake chini, na bado ni mnyenyekevu. Mungu anatafuta watu kama hao. Tukipatikana watu watakatifu, Mungu atatubariki, na tukionyesha kwamba tutazidi kuwa watakatifu, atatuinua hata juu zaidi. Joseph alikuwa katika utawala, na wakati ndugu zake walikuja, wakati ambao alifaa kujilipishia kisasi, hakujilipishia kisasi kwa sababu alikuwa mtu ambaye anamcha Mungu, mtu mtakatifu. Alisema kwamba vile ambavyo mlifanya, mlikusudia mambo maovu, lakini Mungu aligeuza, alibadilisha, akanituma mbele zenu ili niweze kuwahifadhi wakati kama huu. Nilisoma juu ya Daniel, wakati ambao Israeli yote ilichukuliwa mateka wakapelekwa Babylon, na mfalme akasema kwamba atafutiwe vijana kwa hao wenye wamekuja kutoka Israeli, atafutiwe vijana ambao wanakaa sharp, wenye wanaweza kuelewa mambo kwa haraka, wafundishwe lugha ya hapo na wafundishwe tabu za hapo, tabia za hapo. Na Daniel akawa ni mmoja wale ambao wamechaguliwa pamoja na vijana wengine 10. Lakini Daniel chapter 1 verse number 8, Biblia inasema kwamba wale ambao walichaguliwa walikuwa walialoketiwa kwamba watakuwa nakula nyama ya mfalme na wanapewa kachang'aa kapombe. Wai wanasusa. Ndio wakikula wanateremsha na wai. Ndio wakae vizuri. Ndio ile siku yenye watapelekwa mbele za mfalme, wasipeleke wakiwa wanakaa nywele inakaa inalegea legea ama ya brown. Unajua usipokula vizuri nywele ni kama inakuwa brown, inakudhihaki. Wanasikia sana. Sasa wakasema kwamba wapewe mvinyo na nyama za mfalme, wanywe, kisha wapeleke kwa mfalme. Lakini Daniel chapter 1 verse 8, Daniel Biblia inasema kwamba he purposed in his heart that he will not defile himself with the portion of the king's delicacies, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the chief of the eunuchs that he might not defile himself. Alisema kwamba na alikusudia ndani yake ya kwamba mimi kama Danieli sitajinajisi na nyama za mfalme na vinono vya mfalme na pombe ya mfalme, wine. Sitajitia najisi, nitakataa, nitajitenga na watu. Na akaambia huyu mkuu wa towashi ya kwamba wacha sisi tukule mboga, alafu utujaribu siku 10. Hii ni kwa imani. Unaweza kukula mboga na wengine wanakula nyama na useme ya kwamba utakuwa bora kuliko. Alimwambia wacha tukule mboga kwa siku 10, alafu baada ya siku 10 utujaribu, utuite, utukompee. Sisi wenye tunakula mboga na hawa wenye wanakula mvinyo na kunywa na kula nyama za mfalme ambazo zimetolewa makafara kwa miungu mingine. Utuangalie sisi wawili uone ni akina nani wanakaa vizuri. Na baada ya siku 10, Biblia inasema kwamba they were 10 times better. Watu ambao wanakula mboga, sio kama ni cabbage ama ni mboga gani. Watu wengi siku leo hawapendi cabbage na ni roho kagani. Watu ambao wanakula mboga, watu ambao wanakula nyama, unaona watu wenye wanakula mboga ndio wanakaa vizuri. Kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na wao. Hakuna siku ambao utaamua njia ya utakatifu Mungu akuachilie. Hakuna siku ambao utaamua kutembea katika utakatifu, ukatae dhambi Mungu akuache. Hakuna siku hata moja. Unaweza kuwa unakula mboga lakini ukae vizuri kuliko mtu ambaye anakula nyama ya kuchoma na anateremsha na kinywaji. Kwa sababu Mungu ako pamoja na wewe. Bwana atusaidie ya kwamba tutatembea katika utakatifu katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na kama vile Farao aliuliza, tunaweza kupata wapi mtu kama huyu ambaye Mungu anakaa ndani yake? Hata na wewe watu wakiwa wanauliza, tunawezaje kukaa na kupata mtu kama wewe? Katika jina la Yesu Kristo ambaye Mungu anakaa ndani yake. Daniel chapter 2 verse number 48. Ona kile ambacho kilimfanyikia Danieli tunapomalizia. Ndipo
mfalme akamweka Danieli nafasi ya juu na kumpa zawadi nyingi tele. Akamfanya kuwa mtawala wa jimbo lote la Babeli na kumweka kuwa mkuu wa wenye hekima wote. Zaidi ya hayo, kwa ombi la Danieli, mfalme akawateua Shadraki, Mishaki na Abednego kuwa wasimamizi wa jimbo la Babeli, huku Danieli akibaki katika ukumbi wa mfalme. Chapter 2. Enda usome kitabu ya Danieli. Chapter 2, mfalme aliota ndoto na akaita watu waganga, watu wenye hekima ambao huwa wanazingira mfalme, akawaambia vile ambavyo ameota na akawaambia anatafuta tafsiri ya hiyo ndoto, na hakuna mtu mwenye aliweza kutafsiri. Kisha Danieli mfalme akatoa sheria ya kwamba watu wote wauawe kwa sababu hatusaidiani. Na Arioko, mtu alikuwa anaitwa Arioko, ndiye alikuwa naenda akiwatafuta, akiwasamon ya kwamba watauawa. Na Daniel akasema kwamba mwambie mfalme kwanza asiue hawa watu, atupatie siku moja time tutafute Mungu wetu, alafu nitamletea hii tafsiri. Bwana sifa sana. Na wakati ambao Daniel alipewa nafasi, Mungu akaomba Mungu pamoja na wenzake akina Shadrach, Meshach na Abednego, bila sema kwamba Mungu akawapatia ile tafsiri. Walipotafsiri ile ndoto, bila sema ya kwamba mfalme alifanya kuwa mkubwa wa eneo fulani, alifanywa kama governor. Na Daniel hata kama alifanywa governor, aka request mfalme ya kwamba wacha hawa wenzangu waingie kwa hizo nafasi, lakini mimi wacha nibakie katika malango, wacha nikae hapa at the gate, I want to be watching. Bwana asifiwe sana. Wacha hawa wamiliki hizo viti, mimi nataka kubaki katika nafasi yangu ya uombezi, nafasi yangu ya kuangalia, nafasi yangu ya utakatifu. Hakubadilika na vitu, hakubadilika na promises za mfalme. Bwana asifiwe sana. Lakini hata hivyo akafanya mtu mkubwa. Mtu yeyote ambaye atakuwa mtakatifu, Mungu atafungua njia kwa ajili yake. Katika nchi ya utumwa, Danieli akafanywa kuwa kama governor. Mtu ambaye anafaa kuwa slave, kwa sababu si kwa sababu ya masomo, kwa sababu alisimamia Mungu katika utakatifu, Mungu akamfanya kuwa kama governor katika nchi ya utumwa. Si Mungu atusaidie katika jina la Yesu Kristo. Ninakuombea tena na tena ninapojiombea ya kwamba Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Huyu alikuwa mfalme Nebukadneza na akafa, na mtoto wake Belshaza akafanyika mfalme katika Daniel chapter 5. Na wakati ambao alifanyika mfalme ni kama alikuwa kijana. Bwana asifiwe sana. So wakati ambao alifanyika mfalme, akatafuta masuria wanawake, wakaanza kunywa pombe, kufanya sherehe. Na wakati ni kama mvinyo ulishika kidogo, akakuwa kostini, akatumana vikombe ambazo zilikuwa zimekuja na Israeli, walichukua mateka pamoja na vikombe za dhahabu ambazo zilikuwa kwa hekalu ya Mungu. So walibeba vitu zote. Sasa hizi vikombe kwa sababu ni za dhahabu ziliwekwa kwa mfalme. So Belshaza mtoto wa Nebukadneza akatumana akasema ikombe ile tu kile shikumba kwa Israeli za dhahabu, ndio mlete tuweke pombe, alafu tunapigana high five, inaitwa high five ama ni cheers. Tuna cheers, tunakunywa na hawa masuria wangu wasichana wale. Na akaletewa. Wakati ambao waliletewa, wakawa wanajienjoy na vikombe ambazo zimekuwa dedicated kwa Mungu. Wanasikia sana. Ndio maana nakwambia kwamba ni vizuri kudedicate vitu. Kama maybe hazikuwa dedicated haingekuwa na shida. Lakini wakati ambao walichukua vikombe dedicated, unajua dedication ni kumaanisha umepatia Mungu entrance, umepatia Mungu sehemu ya hiyo kitu. Kwa hivyo ni ya Mungu. As much as ni yako, bado ni ya Mungu. So hizi vikombe zilikuwa za Mungu. Mungu akaona vikombe zake zinakunywa chang'aa na mfalme akakasirika. Kipande cha mkono kikashuka toka mbinguni na kikaandika kwa ukuta. Tuseme walikuwa kwa hall kama hii. Kikaandika kwa ukuta mene tekeli na peresi. Na kipande kikaondoka. Mfalme walikuwa wanasoma
hawakuwa na uwezo wa kusoma. Walikuwa wanaona kipande cha mkono kipisi kimeandika na kimeenda, na wakawa na shida, wakaogopa, wakashindwa hii ni nini? Hiyo kipande kimeandika nini na kimetoka wapi? Akaita watu wote wenye hekima, akaita wote wenye walikuwa wanamkaribia, waganga, wachawi, watu wa aina hiyo, diviners, waje wajaribu kama wanaweza wakasoma wamuelezee, kwa sababu hata kusoma peke yake hawawezi, na wakashindwa. Na Danieli, mke wa mfalme, mke wa Belshaza, akamwambia kwamba kuna mtu katika ufalme huu wetu ambaye anaitwa Danieli, ambaye Mungu anakaa ndani yake. Huyu mtu ako na hekima ya ajabu, ako na kuelewa ambao ni kwa ajabu, na Mungu anakaa ndani yake, na ako na uwezo wa kutafsiri hard sentences, yaani mambo magumu, kwa na uwezo wa kufafanua. Hata baba yako ndiye alikuwa anatumia. Na yule kijana ama mfalme Nebukadneza, sijui kama alikuwa kijana, lakini na assume kwa sababu ya hizi tabia akaitumana Danieli aitwe, na Danieli akakuja na akasoma yale maandiko kuanzia mstari wa 25, Daniel chapter 5 verse number 25. Akasoma Mene, Tekeli na Peresi, na hakuna mtu mwenye alikuwa na uwezo wa kusoma isipokuwa yeye. Na akaanza kusomea mfalme, akamwambia, wewe ni mtoto wa mfalme Nebukadneza, uliona jinsi ambavyo alifanywa na Mungu kwa sababu ya kiburi. Bwana sifa sana. Wakati alisema kwamba nilikuwa nafundisha hiyo kwa kesha, wale tulikuwa kwa kesha, alisema kwamba nimejenga utawala mzima, nimejenga kingdom ambao iko established kwa nguvu zangu mwenyewe. Alipokuwa anaendelea kuongea, akafanyika mnyama kama kidege kia fulani. Sitaki kurudi pande hiyo kwa sababu tuko hapa. So Daniel akawa anasomea mfalme, akamwambia, wewe uliona kile kilifanyika, na wewe badala ya kutembea kwa hofu mbele za Bwana umeamua kufanya jambo hili. Sasa nitakusomea haya maandiko, nitayatafsiri, lakini hizo vitu unasema kwamba utanipatia, kaa nazo, sitaki, patia mtu mwingine. Na Danieli akaanza kusoma, akaanza kutafsiri. Akasema, Mene, siku za ufalme wako zimehesabiwa na zimekwisha. Bwana asifiwe sana. Tekeli akasema kwamba ufalme wako umewekwa mizani na umeonekana ya kwamba umepungua. Peresi akasema kwamba Mungu amepatia ufalme wako kwa majirani zako, Wapasia na Waajemi. Na akaondoka. Lakini kabla hajaondoka, akavalishwa mavazi ya papo. Unajua papo ni ya kifalme. Akavalishwa mikufu, chains na dhahabu. Akapatiwa zawadi nyingi na akafanywa watatu katika utawala. Huyu si degree alikuwa nazo, sio PhD, na ni mzuri kama ndio unataka kuwa nazo. Ile kitu peke yake yenye alikuwa nayo ni kusimamia utakatifu. Alisema ya kwamba sitajinajisi na vyakula vya mfalme, sitafanya dhambi nimkosee Mungu wangu. Kwa sababu hiyo peke yake akafanywa watatu katika utawala, mahali ambao amechukuliwa kuwa mtume. Kwa sababu ya utakatifu. Utakatifu unaweza kufanya Mungu akuinue. Thank God kwa sababu ya capital ya biashara. Thank God kwa sababu ya mikakati na mipango na masomo. Hata mimi nimesoma sana. Mimi ni msomi. Lakini pamoja na masomo ongezea utakatifu. Pamoja na certificate yenye utapata, make sure ya kwamba unatembea kwa hofu ya Mungu. Situsimame juu. Sitaki kupitisha hapa. Ambia Bwana ya kwamba akupatie neema ya kutembea katika utakatifu. Utakatifu unahitajika. Utakatifu unahitajika, wapendwa. It is a necessity, it is a need for you to occupy until you come. For you to have dominion, you must be holy. Lazima uwe mtakatifu. In fact, utakatifu ni shortcut ya kufaulu. Ukiamua kutembea kwa njia za utakatifu, watu watakuwa nakimbia kukusaidia. Hata wakati ambao haujawaambia kwamba unataka msaada, Mungu atakupachika, atakuvika na favor yake. Na ukiwa na favor, Egypt wakati ambao walikuwa wanatoka Misri, ile kitu Mungu aliwafanyia ndio aweze kuwazawadi miaka 430, aliwapatia favor peke yake. Watu wa Misri walikuwa wanachukua dhahabu, wanakimbia nazo, wanawazawadi dhahabu. Anawaambia nimesikia tu
ninasikia tu kimsukumo nikuletee hizi gold zangu zikuwe zako. Nimesikia tu nikuletee hii chain ya dhahabu nikupatie na nakufunga kwa sababu ya favor. Ukiamua kutembea kwa utakatifu, that is what will happen to you. So Mungu akomba kutoka siku ya leo nakataa kila aina ya dhambi. I refuse to sin against my God. Sitamfanyia Mungu dhambi. Sitamfanyia Mungu dhambi. Nitakataa dhambi. Nitajitenga na watu wabaya. Nitajitakasa kwa ajili ya Mungu. Nitatembea kwa utakatifu katika jina la Yesu Kristo. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Holy, 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 holy are you, Lord. Baba, tusaidie, hata mimi nisaidie Bwana, ya kwamba tutatembea kwa utakatifu. Tupatie nguvu za kukataa dhambi. Deliver us, Lord, from every evil, and lead us not into temptations. Help us to walk in holiness. Tusaidie tukatae kila aina ya uovu na dhambi. Tuwe kama Joseph, tuwe kama Daniel katika kizazi hiki, katika jina la Yesu Kristo. Hawa walikuwa vijana wadogo, teenagers, ambao walikataa dhambi, na Mungu kawainua wakafanyika watu wakubwa kwa mataifa ya ulimwengu. Hata siku ya leo tunawataja, sio kwa sababu ya kitu kingine, lakini kwa sababu walisema hawatakufanyia dhambi. Tupatie neema ya kukataa dhambi Bwana, ili hata sisi itajulikana ya kwamba tuliishi. Itajulikana, maisha yetu itafanya impact kwa sababu tuliishi na tulitembea kwa utakatifu. Tusaidie Bwana, kila mmoja wetu, usituache tufanye dhambi. Usituachilie Bwana. Funga njia zote ambazo tutapitia tufanye dhambi. Baba, tuongoze kwa Roho wako Mtakatifu. Tusaidie Bwana, kwa sababu hatuwezi. Tusaidie kwa Roho wako Mtakatifu. Wacha dhamiri zetu ziwe hai. Wale ambao dhamiri zao zilikufa, hata akifanya dhambi hasikiangi kitu yoyote, Baba, wacha hizo dhamiri nikapate uhai tena. Wacha Roho wako Mtakatifu akatuconvince kila mara wakati ambao tunaelekea kwa njia ya dhambi. Kwa jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu tunaomba na hata kuamini. Amen. Tupigie Bwana makofi mazuri.